kabla ya wewe na mimi kuzaliwa mara ya pili, sisi ndo tulikuwa ile dhambi yenyewe. Kwa lugha nyingine, mimi na wewe tulikuwa ni kitu kimoja na dhambi. Kwa lugha nyingine, hamna sehemu yoyote ambayo ungekatakata, iwe ni kwenye mwili, iwe ni kwenye nafsi, iwe ni kwenye roho, ambako usingekuta dhambi. Kwa hiyo anasema Mungu alichofanya, akafanya Yesu akawa dhambi ili sisi tuwe haki. Karibisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini kama utafikiri vizuri dhahiri basi utaweza kuamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri na kufikiri kama Kristo. Na ili ufikiri kama Kristo, huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu linalosema agano la neema, agano la neema. Kama vile ambavyo nimekueleza na nitaendelea kusisitiza tena, agano la neema maana yake ni kwamba tunaingia katika uhusiano na Mungu kupitia Bwana wetu Yesu Kristo. Na ndilo ambalo tunaangalia, lakini ili tuweze kulielewa vizuri na jinsi linavyotenda kazi, lazima tujue kutofautisha na agano la matendo ama agano la kale. Na kwa maana hiyo kuna mambo kadhaa ambayo tunaangalia, na wiki hii tulikuwa tunajaribu kuangalia wewe ni wa Musa au ni wa Yesu Kristo. Na kama hujasikia vipindi vilivyopita, basi nitakushauri uweze kufanya namna hiyo. Kumbuka tu mafundisho haya yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama ungependa kuangalia kwa njia ya video, basi nenda pale, na utakapoangalia usisahau kulike pamoja na kushare, hali kadhalika usisahau pia kusubscribe. Na kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge, nawe ukaungwa kwenye grupu linaloitwa la mwanafunzi wa Kristo. Namba ni 0789500242, 0789500242. Baada ya kusema hayo, basi napenda kutoa shukrani za dhati kwa wewe ambao umekuwa ukihamasisha wengine waweze kusikiliza vipindi vya neema na kweli. Umekuwa ukiwafundisha wengine kile ambacho wewe mwenyewe umejifunza. Kumbuka, unapomwalika mtu kuanza kusikiliza mafundisho ya Kristo, mpe angalizo. Mwambie mafundisho haya yanalenga kufanya ufikiri kama Kristo na wala sio kama Adamu. Kwa bahati mbaya, zaidi ya 99% katika kanisa wanafundishwa kufikiri kama Adamu, na kitu ambacho sio sahihi. Kwa hiyo wanapokutana na mafundisho ya Kristo, mwanzo wanapata mgongano kichwani, wanaona mafundisho ni magumu. Lakini mwambie tu siku 3, alafu Roho atapanga bafali kichwani, baadaye ataanza kuyafurahia. Na baada ya shukrani za dhati kwa wewe ambao umekuwa kufanya maombi kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu, nasema asante sana kwa maombi yako, pia kwa kuombea wazaji wa vipindi vya neema na kweli. Unapoombea wazaji wa vipindi vya neema na kweli, tafadhali simamia Waefeso 1 mstari wa 17 hadi 18 na Wakolosai 1 mstari ule wa 9 hadi wa 11. Na mwisho natoa shukrani za dhati kwa wewe ambao umefanya maamuzi ya kuchangia gharama za injili kwa njia ya redio. Umeamua kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, na hivyo kuhakikisha kwamba watu wengi zaidi wanafikia kwa njia ya redio. Kumbuka, kwa njia ya redio tunafikia watu wengi kwa wakati mmoja na kwa haraka zaidi. Baada ya kusema hayo, basi nasema neema na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo izidishwe kwa ninyi nyote ambao mnashiriki kwa namna moja ama nyingine, ili kuhakikisha kwamba ufalme wa Mungu unasonga mbele. Baada ya kusema hayo, rafiki, nataka tuendelee na somo letu. Kumbuka, kwenye kipindi kilichopita tulikuwa tumeanza kuchambua Matendo ya Mitume 13 mstari ule wa 38 na 39. Kwa hiyo bila kupoteza muda, nataka moja kwa moja twende pale tukaangalie Matendo ya Mitume 13 38 hadi 39. Anasema, basi na ijulikane kwenu ndugu zangu ya kuwa kwa huyo, yani Yesu, mnahubiriwa msamaha wa dhambi, na kwa yeye kila amwaminie huhesabiwa haki katika mambo yale yote asiyoweza kuhesabiwa haki kwa torati ya Musa. Na kama nilivyokuambia, tulikuwa tumeanza kuangalia na tulikuwa tunaangalia ili neno kwamba msamaha wa dhambi. Mnahubiriwa msamaha wa dhambi, mnatangaziwa msamaha wa dhambi. Na nikakwambia kwamba
kupitia kufa na kufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo, maana yake ni kwamba Mungu ametangaza msamaha kwa watu wote. Kwa nini? Kwa sababu Yesu Kristo kifo chake kiliondoa dhambi. Na kwa maana hiyo tukaangalia tunapokeaje msamaha wa dhambi. Tukaona kwamba huu msamaha wa dhambi tunapokea kwa imani yetu iliyo kwa Yesu Kristo. Kwamba tunapotia imani kwa Yesu Kristo, moja, tunapokea msamaha wa dhambi; mbili, tunapata utakaso; na tatu, tunapata urithi. Vitu ambavyo nilieleza, na nikasema kwa bahati mbaya kanisa hawajui hilo. Kumbuka Bwana Yesu anasema kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Tuliona kwenye Yohana 8:31 mpaka 34. Ukienda mpaka 36, basi mwana akikuweka huru utakuwa huru kweli kweli. Kwa hiyo kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Kwa hiyo maana yake nini? Nikakwambia kwamba mtumwa, Bwana Yesu anasema mtumwa hakai nyumbani siku zote bali mwana ukaa. Na nikakwambia mrithi ni mzao. Kwa hiyo anasema unapotia imani yako kwa Yesu Kristo, sio tu kwamba unapokea msamaha wa dhambi. Na nilikwambia dhambi kwa neno kwa lugha ya Kiyunani, Kigiriki ni neno hamartia. Maana yake ni kwamba kushindwa kufikia viwango, au maana yake ni, of course, Yohana 3 anasema dhambi ni uasi. Maana yake pia ni uasi, lakini maana nyingine ya neno hamartia maana yake ni kutokuwa na sehemu katika urithi, kutokuwa na sehemu katika urithi. Kwa hiyo imani yetu kwa Yesu Kristo sio tu kwamba inasababisha tupokee msamaha wa dhambi na kupata utakaso na kurudi kuwa warithi wa Mungu, lakini pia inatuingiza katika familia ya Mungu. Tunaingia katika familia ya Mungu. Sasa ili neno hapa kwa kupitia huyu Yesu kwamba mnahubiriwa msamaha wa dhambi. Kwa hiyo sasa nikakwambia kitu kimoja, nataka uone kitu hichi. Nadhani wiki iliyopita nilikuonyesha, na hata wiki hii pia nilikuonyesha tena, lakini nataka tuangalie vitu kwamba ukiwa wa Musa, ukaamua kuwa mwanafunzi wa Musa, maana yake ni kwamba unaishi na kuendesha maisha yako kwa kufuata Torati, sheria, au kwa lugha nyingine amri 10. Na Biblia iko wazi kabisa kwamba kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Warumi 3:20. Ili uweze kujua hili jambo ni dhambi ama sio dhambi, sheria ndio inayokusaidia kujua. Lakini pia tukaona kwenye Warumi 4:15 anasema sheria ndio inayosababisha watu kukosea, maana pasipo sheria hakuna makosa. Lakini Warumi 5:13 naye anasema kwamba sheria ndio inayofanya watu wahesabiwe dhambi. Kwa lugha nyingine, pasipo sheria watu hawawezi kuhesabiwa dhambi. Sasa kwa hiyo kama wewe ni mwanafunzi wa Musa, maana yake unaishi chini ya sheria, chini ya Torati, chini ya amri 10, ndio umeamua iongoze maisha yako badala ya imani yako kwa Yesu Kristo na kumruhusu Roho Mtakatifu akuongoze. Tunakwenda sawa? Sasa kitu ninachotaka ukione ni kitu hichi rafiki. Musa na mafundisho yake sio tu kwamba anakuambia hili hapa ni dhambi, lakini pia hiyo sheria yake inakusababisha ukosee, lakini pia inasababisha ukikosea uhesabiwe dhambi, hesabiwe dhidi yako. Bwana Yesu anapokuja yeye anafanya nini? Anaondoa dhambi. Kwa hiyo tunapopokea msamaha wa dhambi tunapata ondoleo la dhambi. Tarudia tena. Tunapopokea msamaha wa dhambi tunapata ondoleo la dhambi. Kwa nini? Kwa sababu Yesu Kristo alipokuja aliondoa dhambi. Sasa watu wengi hawajui hili. Ngoja nikuonyeshe kitu kimoja. Twende tukaangalia tangalia kama mistari 3-4 hivi. Alafu ukienda kwenye Warumi mlango wa 5 na mstari wa 12. Warumi 5:12 anasema hivi: kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Maana kabla ya sheria dhambi ilikuwa ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi isipokuwa sheria. Walakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa. Kwa hiyo anasema kwa mtu mmoja, nani huyo? Adamu. Mauti dhambi iliingia ulimwenguni. Angalia mstari wa 12. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti. Zingatia, hajasema kwa mtu mmoja dhambi ziliingia ulimwenguni. Anasema dhambi iliingia ulimwenguni. Na kwa dhambi hiyo, hajasema dhambi hizo, dhambi hiyo, akikuonyesha kwamba dhambi ni moja. Na anasema hii dhambi iliingia ulimwenguni kwa sababu ya mwanadamu. Hajasema kwa sababu ya shetani.
Yes, mwanadamu alidanganywa na shetani, lakini kitendo cha yeye kukubaliana na shetani kikasababisha dhambi iingie ulimwenguni. Maana yake nini? Maana yake kabla ya Adamu kuasi, kuna wakati dhambi ilikuwa haipo ulimwenguni. Kwa hiyo kama mwanadamu ndiye alisababisha dhambi ikaingia duniani, maana yake ni kwamba mwanadamu pia ana uwezo wa kusababisha dhambi ikaondoka duniani. Na ndio maana sasa kwenye Yohana 1:29, Injili ya Yohana 1:29, Injili ya Yohana 1:29 anasema hivi. Anasema siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Huyu ni Yohana Mbatizaji akiwa pale Yordan anabatiza watu. Alipomuona Yesu anakuja, anasema tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Sasa sijapenda neno anaposema aichukuaye. Kwa hiyo niruhusu nikasoe kwenye Biblia ya tafsiri ya neno au Biblia ya habari njema pia. Biblia ya habari njema anasema hivi: kesho yake Yohane alimuona Yesu akimjia, akasema, huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi ya ulimwengu. Naona tafsiri ya neno anasema hivi: siku iliyofuata Yohana alimuona Yesu akimjia, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Kwa hiyo Biblia ya habari njema amepatia, anasema aiondoaye, sio kuchukua tu, aiondoaye. Ameichukua Yesu akaiondoa. Kwa sababu gani? Kwa mtu mmoja Adamu dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa mtu mmoja nani? Yesu Kristo ama Yesu wa Nazareth, dhambi imeondolewa ulimwenguni. Kwa hiyo Yesu, Bwana Yesu alikuja kuondoa dhambi. Kuondoa dhambi. Sasa Wakristo wengi hawajui kwamba wanapomwamini Yesu Kristo dhambi zao zinakuwa zimeondolewa. Na tuna bahati mbaya moja kwenye makanisa ya kiroho, iwe ni yanaitwa Pentecost Assemblies of God ama haya makanisa mengine ya charismatic, makanisa ya kiroho kwa ujumla, kuna kosa moja kubwa sana linafanyika, kwamba washirika hawajafundishwa kuhusu imani ya mitume ama kitu kingine, ama imani ya Nikea. Maana kuna imani ya mitume na imani ya Nikea. Ilianza imani ya mitume, alafu imani ya Nikea wakaja kuboresha maeneo ambayo walikuwa wanahisi kwenye imani ya mitume hakupata ufafanuzi vizuri. Sasa hii imani ya mitume, imani ya Nikea havizungumzi kwenye makanisa haya yanaitwa kiroho. Lakini ukienda kwenye kanisa kama Lutheran, ukienda kanisa kama Katoliki, Anglikana, kila Jumapili lazima wakiri. Sasa katika kukiri, of course nasema wanaanza na muamini Mungu Baba, Mungu muumba mbingu na nchi. Alafu inakuja sehemu ya pili, nasema na muamini Yesu Kristo mwana wake wa pekee, Bwana wetu alichukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, akatuzwa zamani kwa Pilato akafa. Then inakuja sehemu ya tatu, nasema na muamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu la Kikristo, lililo moja tu, usharika wa watakatifu. Sikia hii: ondoleo la dhambi na kufufuliwa kwa mwili. Kwa hiyo imani ya mitume maana yake kwamba kuamini kama wakina Petro walivyokuwa wakiamini, kuamini kama wakina mtume Yohana na wakina Paulo walivyokuwa wakiamini, lazima uamini katika ondoleo la dhambi. Sasa Wakristo wengi hawaamini kama dhambi imeondolewa. Wanaamini kwamba ulivyozaliwa mara ya pili Mungu alisamehe dhambi, baada ya hapo ukikosea tena unahesabiwa dhambi. Hawajui kwamba dhambi kama dhambi imeondolewa. Hilo hawalijui. Sasa sikiliza hii. Ngoja nikusomee sehemu kama tatu. Tuanze na Bwana Yesu mwenyewe kwenye Luka, baada ya Bwana Yesu kufuka. Luka 24, alafu mstari ule wa 44 anasema akaanza kuambia, kisha akawaambia, anawaambia wanafunzi wake mitume, hayo ndio maneno yangu niliwaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. 45, ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. 46, akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote, sikia hapo mstari wa 47, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kuanza tangu Yerusalemu. Sasa Wakristo wangapi wanajua kwamba dhambi imeondolewa? Wakristo wangapi wanajua kwamba dhambi imeondolewa? Ukienda kwenye Matendo ya Mitume mlango wa pili, Matendo ya Mitume mlango wa pili, wakati Petro anahubiri siku ile ya Pentekoste, nikianza mstari wa 36, anasema, basi nyumba yote ya Israeli na wajua yakini ya kwamba Mungu amemfanya Yesu huyo mlimsulubisha kuwa Bwana na Kristo. 37, walipoyasikia haya wakachoma mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? 38, Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu. Sasa dhambi tuliipataje? Dhambi tuliipata kwa kuzaliwa.
kama ambavyo haki tunaipata kwa kuzaliwa mara ya pili. Kwa hiyo anasema tubuni, manake badilisheni namna mnavyofikiri, alafu muamini Yesu Kristo nanyi mtapata ondoleo la dhambi. Ondoleo la dhambi. Ngoja nikupe tena mstari mwingine. Twende mlango ule wa 10, wakati nani huyu? Petro amekwenda kuhubiri nyumbani kwa Kornelio. Nyumbani kwa Kornelio, alafu naanza mstari wa 42 mpaka 43. Anasema akatuagiza, yani Petro anasema Bwana Yesu akawaagiza tuwahubiri watu na kushuhudia ya kuwa huyu, yani Yesu, ndiye aliamriwa na Mungu awe mhukumu wa walio hai na wafu. 43. Huyo nani? Yesu. Manabii wote umshuhudia ya kwamba kwa jina lake kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Kwa kila mtu anayemwamini Yesu Kristo anapata ondoleo la dhambi. Sasa Wakristo wangapi wanajua huo ukweli leo hii? Tuna maelfu kwa mamilioni ya Wakristo, na hapa naangalia tu kwenye taifa letu la Tanzania kwa mfano, ambao hawajui kwamba kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo, kwamba dhambi iliondolewa. Asili ile ya dhambi, asili ile ya dhambi iliondolewa. Na ndio maana ukienda kwenye waraka wa Yohana 3:9 anasema aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Kwa nini? Anasema kwa sababu uzao wa Mungu unakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi. Na watu wakifika hapo wanapata kigumizi. Na ni kwa sababu hawaelewi hichi, kwamba wewe rafiki na mimi, kabla ya kuzaliwa mara ya pili, kabla ya kutia imani yetu kwa Yesu Kristo, kabla ya kupokea msamaha wa dhambi, ambayo tulipokeaje msamaha wa dhambi? Tulipotia imani kwa Yesu Kristo, huo msamaha wa dhambi ulivyokuja uliondoa dhambi. Kwa sababu Yesu alivyokufa na kufuka aliondoa dhambi. Maana yake ni kwamba sisi tulikuwa ndo dhambi yenyewe. Ngoja nieleze hichi kitu uweze kuelewa. Sisi hatukuwa wenye dhambi. Sisi ndo tulikuwa dhambi yenyewe. Kama uamini, sikia Wakorintho wa 2:5-21 inavyosema. Wakorintho wa 2:5-21. Anasema hivi, yeye asiyejua dhambi, yani Yesu, Mungu alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Kwa hiyo anasema Yesu alikuwa dhambi ili sisi tupate kuwa haki. Maana yake nini? Ina maana kabla ya wewe na mimi kuzaliwa mara ya pili, sisi ndo tulikuwa ile dhambi yenyewe. Kwa lugha nyingine, mimi na wewe tulikuwa ni kitu kimoja na dhambi. Kwa lugha nyingine, hamna sehemu yoyote ambayo ungekatakata, iwe ni kwenye mwili, iwe ni kwenye nafsi, iwe ni kwenye roho, ambako usingekuta dhambi. Kwa hiyo anasema Mungu alichofanya, akafanya Yesu akawa dhambi ili sisi tuwe haki. Tumebadilishana. Sasa issue inakuja hapo. Nasema okay, inawezekanaje? Inawezekanaje mimi nikawa ni mwenye haki pasipo kufanya tendo lolote la haki? Inawezekana kama ambavyo Yesu alikuwa dhambi pasipo kufanya dhambi. Kwa nini? Kwa imani. Kwa na wewe unapotia imani yako kwa Yesu Kristo, maana yake ni kwamba unapokea ile asili yake ya haki. Kama ambavyo naye alitumia imani akapokea asili yako ya dhambi, ambayo hii asili ya dhambi kulingana na Biblia alienda pale msalabani akaiangamiza. Hii asili ya dhambi imeangamizwa. Ukisoma Warumi 8:3 na mstari wa especially mstari wa 3, anasema tena, tukasome labda tuweze kupata. Sasa najua kama hivi tunaona ni vigumu, ni vipya, ni kwa sababu havijafundishwa, na ni kwa sababu watu hawajaelezwa mwanzo kabisa wa wokovu wao. Sikia ule mlango wa 3 anavyosema, Warumi 8 mstari wa 3. Anasema maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili. Sasa niruhusu nikusomea kwenye Biblia ya habari njema, ametafsiri vizuri sana. Amekamata kile ambacho kinasemwa kwa lugha nzuri kabisa na fasaha. Anasema hivi, Mungu ametekeleza jambo lile ambalo sheria haikuweza kutekeleza kwa sababu ya udhaifu wa binadamu. Mungu ametekeleza jambo lile ambalo sheria, Torati, amri 10 haikuweza kutekeleza kwa sababu ya udhaifu wa binadamu. Mungu alimtuma mwanae akiwa mwenye mwili sawa na miili yetu sisi wenye dhambi, ili aikabili dhambi, na kwa mwili huo akaiangamiza dhambi. Kwa hiyo dhambi imeondolewaje? Dhambi imeondolewa kwa kuangamizwa. Dhambi imeondolewa kwa kuangamizwa. Kwa lugha nyingine, imehukumiwa. Nini? Adhabu ya kifo imeangamizwa.
Na ndio maana mtu alizaliwa mara ya pili, asili ya dhambi iliyokuwa ndani mwake inaondoka, anapewa asili ya haki. Kwa hiyo dhambi na haki sio kitu tunachokifanya, ni asili tunayopewa, ama ni asili tunayozaliwa nayo. Ulivyozaliwa mara ya pili, umezaliwa ukiwa na asili ya haki. Ulipozaliwa na mwanamke hapa duniani, umezaliwa ukiwa na asili ya dhambi. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, dhambi tunaipata kwa kuzaliwa, ama asili ya dhambi tunaipata kwa kuzaliwa nini? Kwa kuzaliwa na mwili, na asili ya haki tunaipata kwa kuzaliwa na roho, ama kuzaliwa mara ya pili. Nitarudia tena. Asili ya dhambi inapatikana kwa kuzaliwa na mwili, na asili ya haki inapatikana kwa kuzaliwa na roho. Ndio maana Bwana Yesu anasema katika, ama Injili ya Yohana inasema katika ule mlango wa kwanza ukianza mstari wa 11 mpaka 13, alikuja kwa walio wake lakini hawakumpokea. Alikuja kwa walio wake lakini hawakumpokea. Alafu anasema bali wale wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana. Anasema alikuja kwake wala walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio nini? Jina lake. Anasema waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu, kwa mapenzi ya Mungu. Na ndio maana sasa ukienda kwenye mlango wa 3 na mstari ule wa 6, anasema Bwana Yesu anaongea, anasema kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Anasema usistaajabu kwa kuwa nalikuambia hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Upepo uvuma upendako na sauti yake waisikia, lakini hujui unakotoka wala unakokwenda. Kadhalika na hali yake kila mtu alizaliwa kwa roho. Kwa hiyo anachosema nini? Nachotaka ukiona nini rafiki? Kwamba ulipozaliwa kwa mwili, maana yake ni kwamba ulizaliwa ukiwa na asili ya dhambi. Na hii dhambi ilikuja ulimwenguni kupitia Adamu. Iliingia ulimwenguni kupitia Adamu. Na ulipozaliwa mara ya pili, maana yake ni kwamba ukazaliwa ukiwa na asili ya haki. Ulipozaliwa kwa roho. Na huyu roho alikuja ulimwenguni kupitia Yesu Kristo. Tunakwenda sawa? Adamu alituletea dhambi, Yesu Kristo akatuletea haki. Sasa Musa ametuletea Torati, sheria ambayo inasababisha dhambi ihesabiwe dhidi ya watu. Ndio maana hautakiwi kuwa mwanafunzi wa Musa, unatakiwa kuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo. Ili nini? Ili ujifunze kuendesha maisha yako kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu badala ya kuongozwa na milango mitano ya fahamu. Kwa hiyo anasema kwa huyu Yesu, kupitia huyu Yesu Kristo, maana yake ni kwamba tunahesabiwa mambo. Tena turudi sasa kwenye Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume 13:38. Matendo ya Mitume 13:38. Sasa hii unatakiwa usikilize rafiki, tena na tena na tena. Uweze kusikiliza mara moja ukaelewa. Kwa hiyo anasema basi na ijulikane kwenu ndugu zangu ya kuwa kwa huyo nani Yesu mnahubiriwa msamaha wa dhambi, ambao huu msamaha wa dhambi ukipokea unapata nini? Unapata ondoleo la dhambi. Dhambi ikiondoka, maana yake ile asili ya dhambi inaondoka. Asili ya dhambi ikiondoka, unapata nini? Unapata asili ya haki. Na kwa yeye nani? Yesu Kristo, kila amwaminie huhesabiwa nini? Haki katika mambo yale yote asiyoweza kuhesabiwa haki kwa Torati ya Musa. Kwa lugha nyingine, Torati ya Musa inakwambia hii ni dhambi. Alafu ukikosea, hiyo dhambi inahesabiwa dhidi yako, na mshahara wa dhambi ni mauti. Nitakuonyesha kipindi kijacho kinachokuja. Kwa hiyo kazi ya Torati inaua. Lakini Yesu anakuja anasema no, nimekuletea neema, kwamba unahesabiwa haki mbele za Mungu kwa neema. Unapotia imani yako kwangu, unapata ondoleo la dhambi, alafu unapewa asili mpya ya haki. Kwa hiyo wafuasi wa Yesu Kristo na ambao wametia imani kwa Yesu Kristo, dhambi zao zimeondolewa. Wafuasi wa Musa ambao wanaendesha maisha yao kwa kufuata sheria, Torati, amri 10, Biblia inasema kwamba hawawezi kuhesabiwa haki mbele za Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ukisoma Galatia 3:11 na 12, 11 anasema kwamba mwenye haki ataishi kwa imani, kwamba watu wahesabiwe haki kwa matendo. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani. Alafu 12 anasema na Torati, sheria, amri 10 hazikuja kwa imani.
Na Warumi 14:23 anasema kila tendo lisilo la imani ni dhambi. Kwa hiyo ndio maana automatically kila mara unapojaribu kukubalika mbele za Mungu na kujaribu kupata chochote mbele za Mungu kwa kufuata sheria, torati, amri 10 ama kutegemea matendo yako, automatically unakuwa ni mwenye dhambi. Kwa nini? Kwa sababu kila tendo lisilo la imani ni dhambi. Ndio maana ili uwe salama inabidi imani yako iwe kwa Yesu Kristo. Imani yako ikiwa nje ya Yesu Kristo, maana yake ni kwamba hutakaa uweze kuwa mwenye haki, hutakaa ukubalike mbele za Mungu, hutakaa uweze kupata chochote kutoka kwa Mungu. Kwa sababu gani? Unakuwa ni mwenye dhambi mbele zake. Na dhambi nini? Dhambi ni uasi. Kwa hiyo kwa lugha nyingine unakuwa ni muasi. Na ndio maana kwenye Wakristo wanaatia muda wote. Akiamka asubuhi anaomba maombi ya rehema na utakaso, msamaha wa dhambi zake. Usiku kabla hajalala anaomba maombi ya rehema na utakaso kabla hajalala. Wakienda kwenye kusanyiko, fellowship ama kanisani, lazima waombe msamaha wa dhambi zao. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanaatia ndani mwao. Hii hatia inatokana nini? Inatokana na wao kukataa kutia imani yao kwa Yesu Kristo na hivyo kupokea msamaha wa dhambi. Badala yake wanatia nini? Imani yao katika matendo yao, na hiyo inaleta shida. Sasa muda wetu umetuishia rafiki, tukutane kesho muda na wakati kama huu. Jina langu naitwa Huruma Gadi na kumbuka Yesu ni Kristo na Bwana. Jina langu naitwa Evodia Wilson. Kwa kweli nimejifunza mafundisho ya Kristo kupitia Mwalimu Huruma Gadi. Yamenifundisha vitu vingi. Nilikuwa katika ufahamu wangu nilikuwa nimefungwa katika Torati. Lakini baada ya kuja kwa Mwalimu Huruma Gadi nimejifunza mafundisho katika neema, kwamba Mungu hana hasira na mimi. Kwa kumtoa Bwana Yesu alinifanya kuwa mwenye haki. Kwa kweli mara ya kwanza alinipa shida, lakini kwa kadri nilivyoendelea kusikiliza tena na tena yakawa rahisi kwangu, kwa sababu nilikuwa tayari mimi mwenyewe kujifunza. Ndio maana nikaweza kuelewa kwa urahisi, kwa sababu mwanzo nilikuwa yananipa changamoto kidogo, kwa sababu nilikuwa huko kwenye Torati. Lakini baada ya kujifunza tena na tena nilipata mwanga, halafu nikawa nimeyapenda na yamenifungua vitu vingi. Yamenibadilisha katika kufikiri, kwa sababu zamani nilikuwa nafikiri, yani nilikuwa naona kwamba wokovu ni mgumu sana. Lakini baada ya kujifunza nikaona ni rahisi. Yani nimebadilishwa kwenye kufikiri kwangu. Nimetoka kufikiri kama kwenye Agano la Kale, nimeanza kufikiri kwa Agano Jipya kwamba Yesu Kristo ananipenda na ananijali sana. Kwanza mimi nilikuwa mtu ambaye kwenye swala la ulinzi, nilikuwa kwenye kila ukitaka kulala au unataka kula chakula lazima uombe kupitia damu ya Yesu, ukizungukia chakula damu ya Yesu, uombe kujifunika kwa ulinzi wa damu ya Yesu. Lakini baada ya kuja kujifunza hapa kwa Mwalimu Huruma Gadi, nikaambiwa kwamba tayari mimi nina ulinzi masaa 24. Kwa hiyo sasa hivi ninalala vizuri, wala siombi, nikimshukuru Mungu nalala. Lakini pia kwenye magonjwa, familia yangu ilikuwa watoto unakuta mara nyingi wanaenda hospitali wanaumwa, lakini sasa hivi magonjwa hayapo tena kwenye familia yangu. Tunamshukuru Mungu kwa sababu tumewekwa huru kabisa. Ujumbe wangu ni kwamba hebu wajifunze haya mafundisho, kwa sababu mara nyingi mtu anaweza akasikiliza mara moja hasielewe kama nilivyokuwa mimi, lakini kwa kadri atakavyoendelea kusikiliza tena na tena hataona haya mafundisho yanamfungua, na ni ya muhimu sana kwa Wakristo ambao bado hawajaweza kuyasikiliza. Kwa hiyo nashauri kwenye Telegram, kwenye YouTube, pia kuna kwenye redio, naomba wajitahidi kusikiliza, kwa sababu mafundisho hayo ni muhimu sana na yatawafungua sana kama yalivyonifungua mimi.